Ahlan wa sahlan, marhaba bikum popote pale ulipo, karibu sana mubashara kabisa kutoka uwanja wa Nyayo, jiji kuu la Nairobi. FC Leopards yupo nyumbani siku ya leo dhidi ya Murang'a Seal, ligi kuu Kenya. Msimu wa timu zote mbili wanaongoza wakiwa na Pilato siku ya leo. Wote wanajua ni kazi ngumu nayo, lakini hakuna budi wakati umeweza kuyari kuondoka vyumbani na kuvaa sare zile kama alizovaa mashabiki miongoni mwa timu yenye ufuasi ndani ya taifa la Kenya. Basi FC Leopards huwezi kukosa kuweza kuitaja, na wamejitokeza kimasomaso siku ya leo kuja kuipa nguvu timu yao, kuja kuipa shime timu yao, kuja kuendelea kwa sita. Wameweza kupatana katika ligi kuu, akishinda mara 3 FC Leopards, Murang'a Seal akishinda mara 1, sare zikiwa ni 2. Samuel Senyonjo mara yake ya kwanza anapatana na Murang'a Seal. Michael Owen yupo kwa faida ya Murang'a Seal, msimu wake wa pili huu, anakwenda kutakia na heri akiongozwa na Joe Irungu Waithera ambaye amevaa utepo unaoza kwa upande wa kikosi cha FC Leopards, mfumo wa 4-3-3. Mwalimu amefanya badiliko matatu kwenye kikosi chake. Casey Odhiambo ameanza badile Keno Wino akisaidia na Rami Coulibaly. Vincent ni wachezaji wenye umbo dogo. Fred Mbani aliwahi kuwa mchezaji wa klabu ya FC Leopards, alikuwa mwalimu msaidizi msimu uliopita kabla ya kupewa mikwani. Hao ndio wana jukumu la siku leo Murang'a Seal, na wamefanya badiliko 4 kwenye kikosi chao. Eric Ongiri ndio ambaye anasimama kwenye milingoti, atalindwa na Dennis Munyovi, Paul Ngugi Juguna na Tolio Sawa, former player hata kwa timu ya taifa, na sasa amepewa mikoba kuendelea kuinoa, akishikilia zamu kwa upande wa alitolewa kabla ya kuja ligini. Victor Haki Akwanyi, Lucas Kungu Maina, tafuta Paul Osama Paul wanafika sana katika eneo la hatari kwa FC Leopards. Lucas Kungu Maina, kwani pasi nzuri tu, lakini mguso wake wa kwanza Paul Osama alitaka kumchenga kabisa. Alikuwa na nafasi ya kuchip tu juu ya mlinda lango yule Afrika Tasi, lakini alitaka amchenge mwanzo kabisa kabla kumalizia nafasi nzuri. Paul Osama, najua wazi kweli kwani ameweza kuipoteza mshambuliaji huyu Paul Osama. Unaona pia alianza mchakato kuweza kuwasajili mashabiki. hata wana kadi zile za wanachama rasmi. Hassan Beja Shoka naileta nani, cross huku James Kinyanjui, Kelly Okonji Madada amezuia. Nafasi nzuri, alikuwa na nafasi pembeni. Hassan Beja akamchukua uzuri Dennis Munyovi, akamimina krosi tamu ile, lakini aliuzuia Kelly Okonji Madada. Kwa amepiga kibao uzuri tu James Kinyanjui, lakini alizuiliwa na Kelly Okonji. Kelly Okonji Madada anafika pembeni kwa kona Chichenje Bebeto, tekea ujio wake anatumia sana Bebeto kweli, na kuna space kabisa nyuma ya Price juu za Elijah Momanyi, kwa ndio Price Musebe nguvu yake kubwa ni kwenda mbele kabisa, lakini bila mpira. Angalia spaces anazozipata kwa zile 1v1s nyuma ya space anayoiacha Price Musebe, na aliamua Ronald Bebeto si change kwa bora kabisa. Zimekuwa ni tactical check, kwenda kuondoa Mendi. Mark Mwaniki apiga kutoka Joseph Irungu Waithera, ameshindwa Casey. Joseph Irungu Waithera, bado Joseph Irungu anaenda mwisho kwake Lewis Onjala, misuli imetuna kwa Casey na kuimba anthem yao. Transition nzuri kutoka kuzuia
kwenda kushambulia. Alionekana kulemewa kabisa Casey Odhiambo. Alikuwa na utulivu mkubwa. Joy Irungu Waithera akamegewa utamu ule Levis Wanjala Omonde. Alikuwa vizuri na kunyima nafasi. Lenga lango ama kwa heshima na kwenda kukabidhiwa kwa heshima aliyokuwa nayo, kwa heshima aliyoibeba. Alikuwa nao daraja la pili na kupanda nao ligini. John Kiplangat naimbwa sana kule Murang'a, bado anasema he's still too fresh for the league, too young. Amepata mali wenyewe sasa, inaletwa nje. First touch of the game kwake Kiplangat. Almanusra Aduase FC Leopards. Nafasi nzuri alitengewa Victor Haki, alipambana pembeni. Elisenyi akaileta uzuri, wote walikuwa wanaotazama mpira tu. Alikuwa nafasi na muda. John Kiplangat eneo lile la kati, amesalia tu mpigaji moja tu kwa maana ya Telvin Maina, na sasa anatumia pembeni. Victor Haki unafika pembeni kwa Mark Mwaniki, jaribu kucheza nao, hawachezi, wamekataa. Tony Musa inaguswa kwake Mark Mwaniki, kwake Kiplangat. Sasa John Kiplangat, au labda wataki wenyewe kufunga kabisa, lakini alijifikiria sana. Wanafanya kila kitu sawa. Murang'a Seal alimegewa uzuri na Mark Mwaniki, nafasi na muda alijitafuta kwa vijana wa Murang'a Seal kushangilia, lakini isivyo bahati. Maisha na mpira ni hivi, yanaambatana kabisa. Amecheza na kichwa na papo hapo firimbi inaashiria mchezo nambari 74 umetamatika. Wanapata sare yao ya 4 msimu huu. AFC Leopards wanapata sare ya 3 msimu huu. Murang'a Seal aliletwa kipindi cha pili, Bebeto hajafurahia passes ambazo amepewa. Osborn Mande ataridhika na sare licha kuwa benchi la ufundi wanabadilishana mawazo, ni damu zinachemka. Anapiga goti na kupiga sala, sio kama kuzikosa zote, moja ni bora. Fred Ambani huenda ikawa hajafurahia matokeo ya siku leo, huenda sio katika malengo yake kupata sare mbele ya Murang'a Seal, lakini si haba, ametoka kupoteza mbele ya Mara Sugar, ile wamepata alama moja. Imetamatika kutoka uwanja wa Nyayo, AFC Leopards bila, Murang'a Seal bila. Umekuwa na chanzo Nyango Mabululu, mimi ni beki asiyepitika Ali Salim. Till next time, go